Hujambo na kukaribisha katika kipindi cha kwanza kabisa cha Zawadi Machibia Mtandaoni. Zawadi Machibia Mtandaoni. Na nimekuwa nikikutana nawe katika maeneo mengine mbalimbali ambayo ni pamoja na labda kwenye vyombo vya habari, labda kwenye mambo mengine mbalimbali ambayo nazungumza na watu. Lakini leo nataka nianze na wewe kuzungumzia maswala ambayo pengine yanagusa maisha yako kwa msingi kabisa. Kwa maana maisha tulio nayo ni safari na pengine haijalishi umri ulio nao. Haijalishi umri ulio nao. Tunasafiri duniani, kwanza tulizaliwa, kama miongoni mwa wazazi wako, wakakulea, wakakutunza, umefikia mtu mzima pengine, au ni kijana wa umri fulani, lakini unaweza kuelewa. Nakutana nawe kwa sababu pengine umenisikia kwa sauti. Umenisikia kwa sauti au katika maeneo mengine. Lakini mara nyingi nakutana na watu kwenye kipindi kinaitwa Sauti ya Rhapsody. Sauti ya Rhapsody ni tafakari ya neno la Mungu ambayo nakutana nawe mara kwa mara kwa njia ya sauti, kukuletea baadhi au sehemu ya mafundisho ambayo kwa sehemu kubwa yanaandaliwa na mchungaji Chris. Na kwa sababu anaandaa kwa lugha ya Kiingereza, bila shaka tuna watu wengi sana ambao wanatafsiri mafundisho yale, na wengi wameguswa na yale mafundisho na wamebadilika katika maisha yao, wamepata tumaini, wamepata, wazungu wanasema sense of living, yani maana ya maisha katika ulimwengu huu. Na Biblia inatuambia kwamba Mungu amekuwa akifanya kazi na watumishi wake pamoja na ishara zinazoambatana na neno lake kuweza kulitimiza katika maisha ya watu. Sasa nimekuja na kwako leo kwa maana ya kutumia njia ya video kwa sababu ni wakati sasa. Kwa nini nasema hivyo? Nina statistics hapa, ama nasema nina takwimu, ninaita data na vitu kama hivyo, au data ambazo zinaonyesha kwamba karibu watu bilioni 6.4 bilioni 6.4 wako mtandaoni au wako kwenye mitandao, kwenye internet leo duniani. Bilioni 6. Na pengine namba zile zingine zinaweza zikawa za labda watoto ambao wamezaliwa pengine hawajaingia kwenye mitandao. Takwimu zingine zinaonyesha kwamba dunia ina watu bilioni 8, lakini kwa kweli dunia ina watu zaidi ya bilioni 10. Na bilioni 12 pale. Kwa sababu ni wanafanya makadirio. Wanafanya makadirio. Sasa ukiacha pembeni hiyo ya kwamba duniani watu wanatumia internet karibu bilioni 6.4, watu wanaozungumza Kiswahili, watu wanaoelewa lugha ya Kiswahili na kutumia internet duniani leo ni kati ya watu milioni 40 hadi milioni 60. Sasa hayo ni makadirio. Lakini inawezekana ikawa zaidi ya hapo. Japokuwa katika dunia leo kwenye mitandao utakuta kwamba bila shaka takwimu wazungu wanasema zinakuwa refined, lugha gani nzuri hapa, zinafanywa bora kila wakati. Mara nyingi huwa nasema kuboreshwa, sidhani kama ni Kiswahili sahihi. Mimi mimi Zawadi sikubaliani na kuboreshwa. Japokuwa kila mtu anatumia sasa hivi, lakini ama unaimarisha ama unafanya bora, inakuwa bora. Sasa takwimu zinakuwa refined, zinafanywa bora zaidi kila wakati wanapokuwa wanaziangalia tena na tena. Sasa leo nimekuja maalum kabisa kujitambulisha kwako. Inawezekana unanijua, tumekutana mahali, ama umenisikia, tumekutana mahali, ama umenifuatilia kipindi cha nyuma katika mambo mengine ambayo pengine tumekuwa tukijifunza katika ulimwengu huu.
Lakini maalum kabisa nakuja kwako Zawadi Machibia mtandaoni kwa kushirikiana na wewe tafakari ya neno la Mungu inayotoka kwenye Rhapsody ya Uhakika. Rhapsody ya Uhakika inaandaliwa na mchungaji Chris. Kutokea hapo kila siku au kwa wiki tutakuwa na somo ambalo tunajifunza. Sasa, kwa nini nakuletea somo ambalo tunajifunza? Kwa sababu maisha ni mkimbizano. Vitu vingi sana vinahitaji ama vinavuta umakini wako. Vinavuta umakini wako. Labda watoto, kazi, biashara, maisha. Watu wanasema maisha ni kukimbizana, ambayo ni kweli. Kwa hiyo vitu vingi vinavuta umakini wako. Lakini ninapokuja kwako na tafakari ya neno la Mungu au Rhapsody ya Uhakika, ninakuja kwako nikiwa na lengo la kutaka kushirikiana nawe kila ambacho Mungu muumba wetu, muumba wa mbingu na nchi, anakusudia katika maisha yetu. Kwa sababu tunaweza tukawa na mambo mengi. Ulizaliwa, umekuwa mtu mzima, unafanya kazi na pengine umekuwa na watoto na hivi na hivi, lakini maisha haya hasa kusudi lake ni nini? Na Mungu anataka nini katika maisha yetu haya? Sasa sitaki kukuhubiri dini. Dini yako ni nzuri sana. Imekufikisha hapo ulipo, ni sawa kabisa. Sina ugomvi na dini yako, wala huna ugomvi na dini yangu. Ninachotaka kushirikiana nawe kwa msaada wa Roho Mtakatifu wa Mungu ni kumjua zaidi Mungu aliyezifanya mbingu na nchi, ambaye ni chanzo cha uzima wetu, kupitia neno lake. Neno lake, Biblia, neno liko hai. Kupitia neno lake. Kwa hiyo tutakuwa na sehemu moja ama kipengele kimoja, alafu katika hicho tunajifunza zaidi. Kipengele kimoja, katika hicho tunajifunza zaidi. Ili kusudi nikutie moyo. Nikutie moyo kwa sababu dunia ina vitu vingi. Utakatishwa tamaa kama sio mumeo mkeo, kama sio mkeo mumeo, hiyo acha pembeni. Utakatishwa tamaa kama sio watoto, ndugu, jamaa, marafiki, hiyo acha pembeni. Utakatishwa, sisemi upande wa hasi zaidi, nataka nikulete katika upande wa chanya zaidi, kwa sababu kwa kweli habari njema ni furaha ya moyo. Kuwa na tumaini ni furaha ya moyo. Sasa yanatosha huko duniani. Kwa hiyo unapokuja hapa, tunatiana moyo, tunajifunza neno la Mungu ili kusudi katika hilo tuweze kukua katika imani. Kwa sababu Zawadi anayeongea na wewe, Zawadi ni roho. Sawa? Zawadi ni roho. Ana nafsi. Alafu anaishi katika huu mwili. Mwili huu ni nyumba yangu. Ndio maana safari ya hapa duniani itakapofika tamati, ama kwa kunyakuliwa, na hiyo ndio naisubiri, ya kunyakuliwa. Roho inaenda, mwili unabaki. Mwili hauendi popote. Ndio maana tunasema marehemu alikuwa, huyo alikuwa, ndio huyo keshaenda. Sasa mwanadamu ni roho, ndio kama nilivyokuambia, Zawadi ni roho, mwanadamu ni roho. Na hiyo roho ndio yenye ndio ile ambayo Biblia inasema Mungu alituumba kwa mfano wake. Yaani roho haifi. Roho haifi. Kisha kuwa imekuwa, ina umilele ndani. Sasa kwa sababu Mungu alitupenda upeo kulingana na maandiko, akajitoa nafsi yake, akafa msalabani kwa ajili yetu. Sasa alichofanya ni kuchukua mwili. Ndio maana tunasema neno akafanyika mwili. Akafanyika mwili, akaja kwetu, akazaliwa, akaishi, akafa msalabani, na amefufuka, yuko hai leo. Habari za Yesu Kristo. Paulo anasema sionei injili aibu. Sionei aibu injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila anayeamini. Sasa nimegusa huku na huku na huku na huku, kila mahali. Nia hasa ni kuja kwako tushirikiane pamoja. Ukinifuatilia tutakwenda pamoja, kwa sababu neno la Mungu linasema hazina ya mtu ilipo ndipo na moyo wake ulipo. Hazina ya mtu ilipo ndipo na moyo wake ulipo.
Sasa sijajua hazina yako ni nini. Inawezekana ikawa pesa, inawezekana ikawa labda majumba, inawezekana kama mali. Ni sawa, ni sawa kabisa kwa sababu ni umiliki. Lakini kuna mahali ambako pesa, majumba na kila mtu alicho nacho at one point, kuna wakati vinaweza visimsaidie. Kuna watu ambao pengine kwa namna moja ama nyingine wana changamoto za kiafya. Wana pesa nyingi sana lakini wana changamoto za kiafya. Wengine mambo mengi, lakini kama nilivyokuambia, mwanadamu ni roho. Sasa roho ya mwanadamu inapokuwa imeambatana na Muumba kwa njia sahihi, Muumba anakuwa anashika nafasi ya kwanza, mengine yote yanafuata. Bwana Yesu alisema, utafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na mengine yote mtazidishiwa. Lakini akatuonya pia kusema kwamba itamfaidia nini mtu akiupata ulimwengu wote lakini akapoteza nafsi yake. Sasa kwa nini nakuletea sauti ya Rhapsody? Nakuletea Rhapsody ya uhakika kwa sababu mimi binafsi imenibariki, imebadilisha maisha yangu, imenipa ufahamu imeniongezea ufahamu wa mambo ya Mungu. Na Mungu ametuambia katika neno lake kwamba tukimpa nafasi katika maisha yetu atajidhihirisha kwetu. Sasa nakuja kwako kukutia moyo, lakini kushirikiana na wewe ufunuo, ufahamu, hekima na upendo wa Mungu. Usileti hukumu, upendo wa Mungu kwetu. Kwa sababu kila mtu ana kitu alichoitiwa. Kila mtu ana kitu alichoitiwa. Na ikifika mahali unakifanya. Unakitimiza vizuri sana. Nikiweka kituo hapo, nitarudi kwenye kuangalia taaluma na mambo mengine. Nimekuwa kwenye taaluma ya habari miaka 30 na ushe sasa. Kwa wale ambao mnanifuatilia, nilikuwa Radio Tanzania, alafu tukawa kwenye ikabadilika na kubadilika mpaka ikawa TBC. Baadaye nikapata nafasi, namshukuru Mungu, ya kujiunga na shirika la utangazaji la Uingereza. Alafu tukapashana habari pale kwa namna mbalimbali. Na sasa niko kwenye eneo lingine ambalo nilidhani ni muhimu tushirikiane nawe. Nikutie moyo tujifunze neno la Mungu pamoja kwa sababu Mungu ameweka umilele ndani yetu. Sasa umilele hauishii duniani. Mwili ndio utaishia duniani kwa sababu kwa mujibu wa Biblia mtu anaishi watu sema miaka 70, miaka 80 kulingana na Zaburi. Hayo maneno aliyasema Musa. Lakini Mungu alimwambia mwanadamu kwamba maisha ya mwanadamu, ukomo wa maisha yake itakuwa miaka 120. Miaka ambayo Musa kulingana na Biblia aliishi. Sasa nataka tu nikutie moyo, ufuatane nami. Nitakuletea masomo haya zaidi na zaidi na zaidi. Zawadi Machibia mtandaoni. Sauti ya Rhapsody. Kukutia moyo, kujengana katika neno la Mungu, kujifunza zaidi na zaidi. Lakini katika maeneo mengine ukinifuatilia mtandaoni utanikuta nafundisha habari au nafundisha wanafunzi wanaochipukia katika masuala ya habari. Na pia pengine kupashana habari nini kinaendelea hasa katika ulimwengu wa Ulaya, kwa sababu siasa za Ulaya na vitu kama hivyo. Hayo ni mambo ya pembeni, lakini msingi zaidi ni neno la Mungu, na katika hilo nitasimama pamoja nawe. Una maswali, una jambo unataka kulifahamu, kuna kitu ambacho pengine unapenda kujua kutoka kwangu, basi usisite kushirikiana nami. Niko kwenye YouTube na pengine mitandao mingine ya kijamii utanikuta huko. Lakini pale kwenye wanasema maoni, comments, andika swali lako, uko wapi, ukiwa na namba yako unaweza kaweka hapo tukawasiliana kama hutojali, ama ukanifuata inbox tukazungumza. Lakini zaidi sana lengo ni kuzungumza nawe habari za uzima wa milele na makusudi ya Mungu katika maisha yetu. Basi tukutane katika toleo linalofuata la Zawadi Machibia mtandaoni. Uwe na siku njema, uwe na usiku mwema.
Uwe na mchana mwema popote pale ulipo. Mungu wangu aliyeniokoa, aliyezifanya mbingu na nchi, akubariki milele na milele. Amina. Asante kwa kuwa pamoja nami.